بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمد الشاكرين لنعمه المثنين له القابلين عليه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيد الوجود محمد رحمة الله المهداة للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، ndugu wapenzi watazamaji, baada ya kumshukuru al-Haq subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, tukiwa tunaendelea na silsila ya darsa ya tafsir, tukiendelea kufasiri juzu amma, na ikiwa katika darsa iliyopita tulifasiri suratul Layl. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika darasa yetu ya leo tutakuwa na suratul Shams. Suratul Shams kwa ittifaqi ya maulama ni makkiya, imeteremka Makka kabla Mtume sallallahu alayhi wasallama kuhamia Madina. Suratul Shams ina aya 15. Suratul Shams katika mpangilio wa kuteremshwa sura za Qur'ani imeteremka kwa nambari 26 baada ya suratul Qadr, inna anzalnahu fi laylatil qadr, na kabla ya suratul Buruj, was-samai dhatil buruj. Imeitwa suratul Shams katika msahafu, katika vitabu vingi vya tafsiri, lakini imeitwa vile vile suratu wash-shamsi wa duhaha, kama alivyotaja al-Imam al-Bukhari, ama kama alivyoita al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake. Na lengo lake ili mtu asichanganyikiwe kati ya sura mbili, ambayo kwamba ya kwanza ni hii ya wash-shamsi wa duhaha, na pili ni idha ash-shamsu kuwirat, ambayo kwamba inajulikana kama suratut takwir. Kwa hivyo al-Imam al-Bukhari akaita sura ya wash-shamsi wa duhaha, yani kama aya ya kwanza katika sura kama hii, lakini jina ambalo kwamba ni maarufu na ndio lilotumika na wingi ni suratu Shams, sura ya jua. Imeitwa kwa jina hili kwa sababu ndio kitu cha kwanza kilichotajwa katika aya kama hii, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuambia wash-shamsi wa duhaha. Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala ameanza sura kama hii na kiapo, kama ilivyokuwa ada ya sura zile ambazo kwamba tumetangulia kuzifasiri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaapa na jua, na si jua peke yake, na kama tutakavyoona katika aya zitakazofuatia, mwanzo wa sura kama hii kuna viapo 11 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameapa katika sura kama hii. Cha kwanza kabisa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia wash-shamsi wa duhaha, na apa kwa jua, wa duhaha, na mwangaza wake. Akataja kile kipindi cha duha ambacho kwamba tumekieleza katika suratul duha, ama tulipokuwa tunafasiri suratul duha darasa 2-3 zilizopita, tukasema ni wakati ambao kwamba jua huwa limechomoza na kunakuwa na mwangaza mkubwa wa jua, bali vile vile kunakuwa na uharara ama na joto linalopatikana katika wakati kama huu, ama kuchoma lile jua ambapo kwamba kunapatikana wakati kama huo. Washamsi wa duhaha, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameanza kuapa na jua wa duhaha. Wao hii pia ni ya qasam, na apa kwa jua na vile vile na apa kwa
duhaha, duha ya hiyo jua, ikategemezwa duha kwa hilo jua. Na baadhi ya maulama watuambia waduhaha iliyokusudiwa hapa ni dhiya ama mwangaza unaopatikana kutokamana na jua. Alhamdulillah. Afwan. Maulama wanatuambia waduhaha, duha hapa imekusudiwa ni adhiya ama mwangaza ambao kwamba unapatikana kutokamana na jua. Na hakuna sayari ambayo kwamba inaangazia ulimwengu kama jua. Jua ndo linatupa mwangaza wa kiasi cha juu kabisa. Washamsi waduhaha. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akiapa na kitu, tumesema ni dalili ya kuwa kitu kama hicho ni kitu adhimu na ni kitu kikubwa na chenye daraja. Na jua ni jambo ama ni kitu ambacho kwamba kina manufaa mingi ambayo kwamba tunanufaika nacho. Manufaa ambayo kwamba mengine ni hisia na mengine ni maanawia. Jua ni moja katika sayari kubwa ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziumba. Ukiipambanua ama ukilinganisha na ardhi, wanasema wasomi wa ilmu ya anga kuwa jua ni kubwa kuliko ardhi mara 1,300,000. Yani ukiichukua ardhi, yale masafa yake na ukubwa wake ukilinganisha na jua, basi lile jua moja kunaweza kuingia ndani yake ardhi 1,100,000,000. Namna lilivyokuwa jua ni kubwa. Sisi tunaliona ni dogo kwa sababu tuliona kutoka hapa tulipo ni masafa makubwa kati yetu na sehemu ambayo kwamba lipo lile jua. Ambayo kwamba maulama wanatuambia ni kilomita 1,156,000,000. Kunazungumziwa kilomita 1,156,000. Umbali ulioje huu? Ni umbali mkubwa sana. Kwa hivyo ukiwa wewe unaliona ni dogo kwa mbali, haimaanishi kuwa jua ni dogo, bali jua ni kubwa sana na lipo mbali sana. Na ule mwangaza ambao kwamba unatoka katika jua na ile miale yake inapokuja kufika hapa katika ardhi, basi kwa masafa hiyo wanatuambia wasomi inachukua dakika 8 kwa speed ya light, inajulikana kama sur'atu dhaw, speed of light. Na hakuna kitu ambacho kwamba kina speed kama ad-dhaw ama light ama mwangaza, ambayo kwamba kwa sekunde moja inakwenda kilomita 300,000 sekunde moja. Sasa angalia, sekunde moja ni kilomita 300,000, ipige mara 60 ndio upate dakika, alafu ipige mara 8 ndio upate kiwango ambacho kwamba mwangaza unatoka katika jua mpaka kufika kwetu katika ardhi. Kwa hivyo ni masafa yaliyokuwa makubwa sana kati yetu na jua. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelitaja jua katika Al-Qur'an Al-Karim mara 32, washamsi waduhaha. Na kama tulivyosema, manufaa ama mambo ambayo kwamba tunayapata kutoka kwa jua ni mingi. Kuna yale ambayo kwamba ni hisia na kuna yale ambayo kwamba ni maanawia. Katika manufaa ambayo kwamba tunayapata kutoka kwa jua ni vitamin D. Lakini vile vile katika manufaa ambayo kwamba tunayapata kutoka kwa jua ni solar energy. Leo watu wangapi ambao kwamba wananufaika kupitia jua kwa kupitia solar? Walillahi alhamd. Hata ikasimama serikali gani ulimwengu huu iseme itaangazia wananchi wake na ifanye nchi yake ni yenye kung'ara katika kila kona, haiwezi. Hakuna ambaye kwamba itaweza. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kupitia taa moja tu ambayo kwamba ni jua anatuangazia ulimwengu wote. Washamsi waduhaha. Katika faida ambazo kwamba tunazipata kutokamana na jua za kimaana, jambo la kwanza ni kukumbuka akhira.
Mtu ukiliona jua unakumbuka akhira. Kivipi? Kwa sababu siku ya akhira kama alivyotueleza Mtume sallallahu alayhi wasallama, jua litakuwa kali, bali litakuwa utosini, na hakutakuwa na kivuli isipokuwa kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Aliposema Mtume, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, watu sampuli 7 Mwenyezi Mungu ataweka chini ya kivuli chake siku ambayo kwamba hakuna kivuli isipokuwa kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Bali jua ndio sayari pekee ambayo kwamba itasuhubiana na sisi mpaka akhera, kwa sababu hizi zingine zitaisha na zitaanguka. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametaja katika suratu at-Takwir, idha ash-shamsu kuwirat wa idha an-nujumu inkadarat, na pindi nyota zitakapoanguka. Kwa hivyo nyota zote ama sayari zote hizi zitaanguka. Sayari pekee ambayo kwamba itasuhubiana na sisi mpaka akhera ni jua. Kwa hivyo unapoliona jua watakikana ukumbuke akhera. Kwa hivyo latukumbusha akhera. Lakini vile vile jua hili linatukumbusha moto wa Jahannam. Katika vita vya Tabuk kuna wale mabwana walisema jua ni kali sana. Qalu la tanfiru fil har, musiende jamani katika wakati wa jua kali hili. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akateremsha aya akamwambia, kul naru jahannama ashaddu harra, ngalieni moto wa Jahannam una moto zaidi. Ikiwa hilo jua mnaliona ni moto na la choma, basi moto wa Jahannam wachoma zaidi. Kwa hivyo latukumbusha vile vile moto wa Jahannam, na imekuja katika khabar, ukiona joto limezidi ni kali, basi ujue min faihi Jahannam, ni kutokamana kuvuka moto wa Jahannam. Lakini vile vile katika manfaa ambayo kwamba tutapata kwa kupitia jua ni kwa mwanadamu unajitambua kwa wewe ni kiumbe dhaifu. Kwa sababu leo ukisema unalitazama jua, huwezi kulitazama jua hivi kwa macho yako. Ukiliangalia kidogo ushadhoofika, unaondoa macho. Thumma rji'il basara karratayn yanqalibu ilayka albasaru khasi'an wa huwa hasir, kama alivyosema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Huwezi kulitazama jua kwa muda mwingi hivi, labda uvae kitu, lakini kwa macho moja kwa moja, kwa ain mujarrada, hauwezi mwanadamu kulitazama. Hii inajulisha nini? Udhaifu wangu mimi na wewe, kwa sisi ni waja madhaifu, na hatuwezi kupata nguvu isipokuwa pale tutakapojiegemeza na al-qawi, Allah subhanahu wa ta'ala. Pale utakapojiegemeza na mwenye nguvu ambaye kwamba ni Allah subhanahu wa ta'ala, basi utapata nguvu kwa kupitia yeye. Lakini wewe kama mwanadamu ni dhaifu. Kwa hivyo moja katika masomo ambayo kwamba tunapata kwa kupitia jua ni kutambua kwa sisi ni madhaifu. Lakini vile vile katika masomo ambayo kwamba tunapata na manufaa tunayopata kutoka kwa jua ni kuwa watakikana mimi na wewe tuwe ni wenye kuangazia watu. Kama vile jua linaangazia bila ya kuchagua, linampa kila mmoja mwangaza, basi na mimi na wewe kama wanadamu tutatakikana katika huu ulimwengu tuwe ni wenye kuangazia watu, ni wenye kutia mwangaza katika maisha ya watu, sawa kimaana ama kihisia. Na pindi unapoona watu hawakukumbuki isipokuwa wakati wa shida, basi ujue wewe ni kama mwangaza ambao kwamba pindi watu wanapopatwa na kiza katika maisha yao wanakukimbilia wewe. Kwa hivyo masomo ni mingi ambayo kwamba tunapata kutoka kwa jua. Mwenyezi Mungu atuambia washamsi waduhaha, ameapa na jua, lakini vile vile akaapa na mwangaza unaopatikana kutoka katika jua kama hilo, kwa sababu ni mwangaza mkubwa. Hakuna mwangaza mwingine unaopatikana zaidi ya mwangaza kama huo, na ndio mwangaza wa asli. Kwa sababu kama tutakavyokuona katika aya pili, Mwenyezi Mungu akiapa na qamar, na mwezi, wal qamari idha talaha, ni kuwa mwangaza wa mwezi pia sio mwangaza wake wenyewe, bali ni mwangaza unaotokamana na mwangaza wa jua. Lakini miangaza yote mwisho asli yake ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu nuru samawati wal ard, Mwenyezi Mungu ndio mwenye kunawirisha mbingu na ardhi. Mwenyezi Mungu akaendelea katika aya pili akatuambia wal qamari idha talaha, na qamar na mwezi
pindi unapofuatilia hilo jua. Kufuatilia mwezi jua ni kwa unakuja baada ya jua kuondoka. Baadhi ya maulama wasema linapozama jua ndipo unapoonekana mwezi, pindi unapokuwa mwezi ule ni mdogo kwa siku 3 za mwanzo. Lakini wengine wakasema wal qamari idha talaha ni kwa mwezi unapofuatia jua katika mwangaza, kwa sababu mwangaza wa jua ni mkubwa zaidi, kisha unakuja mwangaza wa mwezi. Jua ni aya ya mchana na mwezi ni aya ya usiku. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba mchana, akaumba na usiku. Na atakuja kuzizungumza hapa katika aya ya 3 na ya 4, wan nahari idha jallaha wal layli idha yaghshaha. Mwenyezi Mungu ameumba mchana na usiku. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajalia aya ya mchana ni jua, akajalia na aya ya usiku ni mwezi. Akajalia hii aya ya usiku ndio yenye kufuatilia mchana. Baadhi ya maulama wanatuambia inayonasibiana na jua ni Makka ama mji wa Makka. Kama vile jua lina mwangaza, kama vile jua lina harara wakati huo huo, kwa sababu mwangaza wa jua si kama mwangaza wa mwezi. Mwangaza wa mwezi una ubaridi, mwangaza wa jua unachoma. Na ndivyo yalivyokuwa maisha katika mji wa Makka. Naam, kulipatikana mwangaza wa tauhidi na kuondoka katika fikra za kishirikina na kuenea neema ya hidayah, lakini kulikuwa na harara katika mji wa Makka. Watu waliadhibiwa, watu wakateswa, mtume na maswahaba zake walipata tabu katika mji wa Makka. Tofauti na Madina. Wal qamari idha talaha, qamar inanasibiana na Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallama alipohamia Madina, ule uharara uliokuwa Makka ulikosekana, lakini vile vile Madina ulikuwa ni munawwara na mwezi ni munawwar. Mwezi ni wenye kunawiri, na Madina ya Mtume sallallahu alaihi wasallama ilijulikana kama al-Madina al-Munawwara kutokamana na nuru ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Madina ikanawiri, na kama anavyotuambia Sayyiduna Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi Rasulullah al-Madina adha'a min al-Madinati kullu shay. Asema ile siku ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama aliingia Madina, basi kila kitu katika Madina kilipata mwangaza, kilinawiri. Walamma kana al-yawm alladhi kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adlama min al-Madinati kullu shay. Asema na ile siku ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alifariki, kila kitu kilipiga kiza katika mji wa Madina. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatutajia aya ya mchana ambayo kwamba ni jua, lakini vile vile akatutajia aya ya usiku ambayo kwamba ni mwezi. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia wan nahari idha jallaha, na mchana pindi unapodhihirisha ama kuidhihirisha zaidi, na kusudiwa tajli ama jallaha hapa. Baadhi ya maulama wanasema dhamiri inarudi kwa shams, yani ule mchana unapotoka ndipo linapoonekana lile jua. Na baadhi ya maulama wakasema jallaha hapa inakusudiwa ardhi, yani kuwa jua likitoka ama ule mchana ukipatikana, basi ardhi inakuwa ni yenye kupata mwangaza na ni yenye kuonekana kwa uzuri zaidi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaendelea kusema wal layli idha yaghshaha, na usiku pindi unapofinikwa. Yani linapotoka jua ama unapotoka mwangaza wa mchana, unaingia usiku, na ule usiku unafinika ile ardhi. Kwa hivyo he inarudi pale pale katika ardhi. Wengine wakasema he inarudi pale pale katika jua, kwa usiku unaficha jua. Na sio kwa usiku wenyewe ndio unaficha jua. Ni kama tunavyojua kuwa wakati inapokuwa kwetu ni usiku, nusu ya pili ya ulimwengu ni mchana. Kwa hivyo ni kwa nusu ya pili ile ya ulimwengu ndio imeziba ule mwangaza wa jua kufika katika nusu hii ya pili. Kwa hivyo wal-layli idha yaghshaha. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa tunaona ametaja zama mbili.
ametaja mchana, ametaja na usiku. Kisha akataja na aya mbili. Akataja jua, akataja na mwezi. Jua linapatikana mchana na mwezi unapatikana usiku. Hapa pako na maswali kadhaa. Swali la kwanza, mbona kumetajwa jua na mwezi kabla kutajwa mchana na usiku? Swali la pili, ni lipi limeumbwa kwanza? Mchana na usiku ndo zimeumbwa kwanza ama jua na mwezi ndo zimeumbwa kwanza? Mchana na usiku zimeumbwa kabla ya jua na mwezi. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar. Anatuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakika katika kuumba mbingu na ardhi na kutofautiana usiku na mchana. Usiku na mchana zipo kutoka mwanzo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziumba. Kisha ndo akaja akaumba aya na alama za mbili kama hizi ya usiku na mchana. Akaumba aya ya jua, lakini vile vile akaumba aya ya mwezi. Jua na mwezi zimekuja baada ya kupatikana usiku na mchana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziumba kabla yake. Lakini mbona zikatangulizwa aya hapa, kukatajwa jua na mwezi, kisha ndo katajwa mchana na usiku, kuonesha umuhimu wa aya mbili kama hizi na manufaa makubwa ambayo kwamba tunayapata sisi kwa kupitia aya mbili hizi za Mwenyezi Mungu ambayo kwamba ni mwezi na jua. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaendelea kuapa, was-samai wama banaha, anaapa kwa mbingu, wama banaha, na yule aliyezijenga hizo mbingu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aapa kwa nafsi yake, wama banaha, yeye ndio aliyezijenga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mbingu. Na kama alivyoashiria katika aya nyingine, was-samaa banainaha biaidin wa inna lamusi'un. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, na mbingu sisi tumezijenga kwa kudra yetu na uwezo wetu, na sisi tunazipanua. Yani kila muda unaposogea mbingu zinazidi kupanuka, kama wanavyosema maulama katika kufasiri wa inna lamusi'un. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaapa na mbingu. Hiki kiumbe ambacho kwamba sicho cha kawaida, kiumbe ambacho kwamba kimeinuliwa bighairi amad. Tena maajabu ni kwa kimeinuliwa bila pillars, hakina vipia wala nguzo, kama ilivyokuja katika Al-Qur'an Al-Karim, bighairi amadin tarawnaha, kuna nguzo yoyote tunaiona sisi. Kila kinachosimama tunaona nguzo ambazo kwamba zimesimamisha kitu kama kile, lakini zunguka wewe kila sehemu uangalie kama utapata nguzo ambazo kwamba zimesimamisha mbingu. Mwenyezi Mungu ameziumba mbingu bila ya nguzo, na yeye anaumba chochote anachotaka kwa namna yoyote ile anayotaka Al-Haqq Subhanahu wa Ta'ala. Na mbingu kama ile ikaumbwa kwa uzuri na ikapambwa, wazayyanaha, kama alivyotaja katika Al-Qur'an Al-Karim. Mwenyezi Mungu akaipamba ile mbingu, ile samaa dunia, bizinatin al-kawakib, kapambwa na mapambo ya nyota, ikawa ni nzuri yenye kupendeza. Lakini vile vile mbingu kama hiyo hautapata futur, wala hautapata ufa, wala sehemu ambayo kwamba pengine imepiga ufa na imevunjika. La, imejengwa kwa namna ambayo kwamba ndio namna nzuri zaidi, na yule muumba ambaye kwamba ndio muumba hodari zaidi, Al-Haqq Subhanahu wa Ta'ala. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatoa pia na kiumbe chake hichi kikubwa, as-samaa was-samaa wama banaha, na yule ambaye kwamba ameyumba. Yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujulisha utukufu wa yule ambaye kwamba ameumba mbingu, ameumba na hivyo vingine ambavyo kwamba amevitaja na vile ambazo kwamba pia hakuvitaja. Mwenyezi Mungu akatuambia katika aya 6, wal ardi wama tahaha, akaapa vile vile Mwenyezi Mungu na ardhi, wama tahaha, na yule ambaye kwamba ameisawazisha hiyo ardhi, akaijalia ni bisat, akajalia kwingine kukawa na majabali ambayo kwamba yanaithubutisha hiyo ardhi ikawa ni yenye kutulia, tukawa mimi na wewe tuweza kutembea juu yake, tukawa mimi na wewe tunaweza kulala juu yake, tukawa mimi na wewe tunaweza kuketi juu yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio aliyeumba kwa namna hiyo, wal ardi wama tahaha. Na hapa pengine mtu atauliza, mbona kutangulizwa samaa kabla ya ardhi? Mbona limetajwa kama vile kule mwanzo kumetajwa jua na mwezi? Mbona katangulizwa jua kabla ya mwezi? Ni kuonesha kuwa jua ni kubwa zaidi kuliko mwezi.
na kuwa jua limeinuka zaidi kuliko mwezi. Taban mwezi upo karibu na sisi, haupo mbali sana kama jua, lakini inakuonesha fadhila ya jua kuliko mwezi, kuwa jua linatoa mwangaza mkubwa kuliko mwezi, na manufaa tunayopata kwa kupitia jua ni makubwa kuliko yale tunayopata kupitia mwezi. Lakini vile vile kutangulizwa sama ama kutangulizwa mbingu kabla ya kutajwa ardhi ni kuonesha utukufu wa mbingu mbele ya ardhi, kuwa mbingu ni bora kuliko ardhi. Kwa nini? Kwa sababu katika mbingu haasiwi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna viumbe ambavyo kwamba la yaasuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kuna viumbe ambavyo kwamba havimuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambao kwamba ni malaika wake na wanafanya kile wanachoamrishwa. Mimi na wewe tunaamrishwa vingapi na tunaviacha? Mimi na wewe tunakatazwa mangapi na tunayafanya? Kwa hivyo afwan, kinachopatikana katika hii ardhi katika maasi na uchafu na nini hayapatikani katika mbingu, kutokamana na usafi wa mbingu na taa inayopatikana kwa wingi katika mbingu. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatanguliza mbingu kabla ya kutaja ardhi. Afwan, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaendelea katika aya 7 akataja wa nafsin wama sawaha, na hivi ndivyo viapo vya mwisho. Tumesema katika sura kama hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja viapo 11, na viapo vyote hivi ni kwa ajili ya mimi na wewe kama wanadamu. Anayapiwa nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaapa na anatuapia sisi wa nafsin wama sawaha, na viapo vya mwisho kimezungumzia kiapo cha mwisho nafsi, na nafsi Mwenyezi Mungu anaapa na nafsi wama sawaha, na yule ambaye kwamba ameiumba nafsi kama hiyo. Nafsi ni kiungo kimoja kikubwa sana. Nafsi ni kiungo ambacho kwamba natakikana mtu ajue kuamiliana nacho kwa uzuri. Nafsi mwanadamu atakikana awe ni mwenye kuitakasa, kama alivyoashiria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya zinazofuatia aliposema fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Baada ya kuwapa na nafsi, na baada kuwapa na nafsi na yeye mwenyewe dhati yake ambaye kwamba ndiye aliyeumba hiyo nafsi, Mwenyezi Mungu akasema fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaipa ilhamu hiyo nafsi, fujuraha maovu yake, wa taqwaha na kumcha kwake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa ameipa nafsi ilham. Ilham ni mtu kujulishwa kitu bila njia ya kusoma. Yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapokupa ilhamu, yani anakupa elimu ya kitu na kukutambulisha kitu bila kupitia kusoma kitu kama kile. Kama vile mtoto anavyojua njia ya kupata maziwa kwa mamake. Mtoto utamwona anaenda mwenyewe kwenye kifua, na mchanga anza kuzaliwa, lakini nini ambacho kwamba kinampeleka? Fa alhamaha, ni ilham ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anampa mtoto kama yule. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kuwapa na nafsi na baada ya kuwapa na dhati yake ambayo kwamba ndio ile umba nafsi, asema fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mwenyezi Mungu ameipa hiyo nafsi ya mwanadamu, yani mimi na wewe, ilhamu ya kuweza kujua mazuri na mabaya. Na bila shaka sote tunajua lipi zuri na lipi ni baya. Yoyote yule utakayemuuliza katika wanadamu, awe ni mdogo ni mkubwa, awe ni tajiri ni maskini, awe amesoma hakusoma, awe katika hali yoyote ile, ukimwambia vipi madawa ya kulevya, atakwambia ni jambo baya, kwa sababu ni ilhamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitia katika nafsi ya kuweza kutambua baya na zuri. Hata wale ambao kwamba wanaitumia wanajua kuwa sio kitu kizuri, na utaona mara nyingi wanaadhibika kwa sababu tayari ishaingia katika damu. Lakini mara nyingi mtu anatamani lau angeweza kujingoa na kuweza kujitoa katika ule msiba ambao kwamba amejiingiza ndani yake. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndo aloipa ilhamu nafsi ikaweza kujua mazuri na mabaya. Baadaye ukija ukifanya mabaya ni wewe mwenyewe chaguo lako, lakini vile vile ukifanya mazuri ni wewe mwenyewe chaguo lako, kama tulivyoashiria
katika kufasiri suratul Layl katika darasa iliyopita. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatubainishia kitu kikubwa sana. Baada ya kusema hivyo akasema kad aflaha man zakkaha, hakika amefaulu yule atakayetakasa hiyo nafsi, wa kad khaba, na hakika amekhasirika na kuingia katika khaiba man dassaha, yule ambaye kwamba atachafua hiyo ardhi na kuficha uchafu ndani yake. Chaguo kwa hivyo ni langu mimi na wewe ndugu yangu mpenzi mtazamaji. Je, tuko tayari kuzitakasa nafsi zetu ili tuingie katika kad aflaha? Manake kufaulu ni kwa hakika, hakuna shaka kabisa pindi utakapokuwa ni mwenye kuitakasa nafsi yako. Ukiitakasa nafsi utafaulu duniani, lakini na vile vile utafaulu akhera. Lakini ukiishiriki nafsi, ukiifuata nafsi yako, ukafanya lile ambalo kwamba linataka nafsi, basi utakuwa ni mwenye kupata khaiba na hasara hapa duniani na kesho akhera. Wa khalifin nafsa washaitana wa'sihima wa inhuma mahadaka nusha fattahimi. Anatuambia al-Imam al-Busiri katika burda yake, wa khalifin nafsa, na umkhalifu nafsi, wa shaitana, na vile vile shaitani umkhalifu, wa'sihima, na waasi, wakikwambia lolote usiwafate, bali wa inhuma, na pindi wao hawa wawili yani nafsi na shaitani mahadaka, yani watakupa kwa ikhlasi an-nusha, nasiha, fattahimi, yani lau watakupa nasiha na ukiitazama il nasiha unaona kuwa ni sawa, basi fattahimi, watuhumu, yani tuhumu nafsi na uituhumu vile vile, umtuhumu vile vile shaitani, kwa sababu unajua shaitani wewe hakuamrishi jema. Mbona leo shaitani ananipa nasiha nzuri? Ana lengo lipi hili ambalo kwamba yupo nyuma yake? Yani kwa mfano mdogo, unapokuwa umekaa kwa mfano unaleta istighfar, unamwomba Mwenyezi Mungu msamaha, anaweza kujia shaitani akakwambia wachana na istighfar, nenda kasome Qur'ani. Qur'ani ni bora, ni maneno ya Mwenyezi Mungu, ndo a'dhamu dhikri, dhikri lilikuwa adhimu zaidi. Kasome Qur'ani badala ya istighfari, na nasiha, na nasiha nzuri tena. Lakini je, lengo lake shaitani ni kuwa akutakia mazuri zaidi? La, ataka uache istighfari uende kasome Qur'ani, akutia usingizi uache kusoma Qur'ani, uwe umekosa Qur'ani, umekosa na istighfari. Hafurahi akikuona unaleta istighfari, kwa sababu istighfar ni kuomba msamaha. Yeye amepata shtabu, ametaabika katika kukuingiza wewe katika madhambi mpaka ukawa mchafu, umechafuka na maasi. Alafu leo unaleta istighfari, yawe yanasamehewa yale madhambi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kazi yake na bidii yake yote ile iwe inakwenda habaa manthura, iwe inapotea kabisa. La, hataki hilo shaitani. Anakutoa katika hilo kwa nasiha ambayo kwamba ukiangalia kwa juu unaona ni nasiha nzuri na nasiha ya khairi. Wa khalifin nafsa, ikhalifu nafsi wa shaitan, na nafsi yako vile vile ikikwambia jambo basi ituhumu, sababu nafsi mara nyingi inna an-nafsa la ammaratun bisu, kama anavyotuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Al-Qur'an Al-Karim, hakika nafsi ni yenye kuamrisha kwa wingi maovu. Ndio naona Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallama akatuambia, kama alivyopokea al-Imam al-Khatib al-Baghdadi katika tarikh Baghdad, asema Mtume sallallahu alayhi wasallama, a'daika nafsuka allati baina jambayk, asema adui wako ambaye kwamba ndio mkubwa zaidi kuliko maadui wengine ni nafsi yako hii ambayo kwamba ipo kati ya mbavu zako. Nafsi yako hii ambayo kwamba ipo ndani mwako, hii ndio adui wako mkubwa. Sisi wanadamu tuna maadui wanne. Inni bulitu bi 40 ma sullitu illa li ajli shaqawati wa anai, iblisu wad dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalasu wa kulluhum a'dai. Sisi kama wanadamu tumeonjwa na mitihani minne. Tuna ibilisi, shetani, anataka kutupoteza, lakini vile vile tuna nafsi ambayo kwamba anataka kutupoteza. Tuna na hawa, matamanio, lakini kuna na dunia ambayo kwamba yatushughulisha na kutupoteza. Hawa ni maadui wanne wa mwanadamu. Lakini yupi ambayo kwamba ni mkubwa zaidi? Wengi wanadhani kuwa adui mkubwa ni shetani na ibilisi, lakini la.
adui mkubwa ni nafsi yangu mimi na wewe ndugu yangu mpenzi mtazamaji. Kwa nasu ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, a'daika nafsuka allati baina jambayk, adui wako aliyekuwa mkubwa zaidi ni nafsi yako ambayo kwamba ipo kati yako ama ndani mwako. Na ndio maana maulama walikuwa wakisema madamati nafsu hayyatun tas'a fahiya hayyatun tas'a, madam nafsi ipo hai na inatembea ndani mwako, basi ni nyoka huyo anatembea ndani mwako. Yani kinachotakikana kutoka kwako uiue ile nafsi, upambane nao, umalizane nao. Na kama wanavyotaja baadhi ya maulama wasema Mwenyezi Mungu aliposema yuhyi wa yumit, anahuisha na anafisha, katika maana zilotajwa na maulama wasema yuhyi alqulub wa yumitu alanfus, Mwenyezi Mungu anahuisha nyoyo na anazifisha nafsi. Kwa hivyo kad aflaha man zakaha, hakika amefaulu yule ambaye kwamba atakuwa ameitakasa nafsi yake, wa kad khaba man dassaha, na hakika amekhasirika yule ambaye kwamba atakuwa amechafua nafsi yake na kuficha uchafu ndani yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaendelea kutuambia kadhabat thamudu bitaghwaha, wamekadhibisha Thamud wale kaumu wa Nabii Saleh, walikadhibisha bitaghwaha, kwa tughyani yao, yani walivuka mipaka katika kibri, katika kumkadhibisha mtumi wao ambaye kwamba ametumwa kwao, ambaye kwamba ni Sayyiduna Saleh. Walimkadhibisha, na alipoambia ni wape muujiza, wakaitisha muujiza ya ngamia, wakasema tutataka ngamia atoke katika jabali. Na Sayyidina Saleh akamwomba Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu akampa muujiza kama huo, ngamia akatoka katika jabali, na kisa chake ni kirefu, tutakuja kukieleza biidhnillah. Kwa hivyo pamoja na yote hayo muujiza walioneshwa, lakini kadhabat, walikadhibisha Thamudu. Na hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaashiria wale makureshi kuwa ikiwa Thamud walimkadhibisha mtume wao pamoja na miujiza walioletewa, mjue na nyinyi umetumiwa mtume wenu ambaye kwamba ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umetumiwa mtume wenu na mkamkadhibisha, na pamoja na miujiza ambayo kwamba ameonyesha. Ni miujiza mingapi ambayo kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ameonyesha makureshi, lakini pamoja na yote kadhabat Quraish walimkadhibisha mtume, na sio kwa hawamjui, wanamjua vizuri sana. Ni kijana wao, ni kutoka manana wao, nao walikuwa wakimuita wenyewe as-sadiqul amin, mkweli na muaminifu, na walikuwa wenyewe wakimpeleka amana zao kwake yeye, na walikuwa wenyewe wakimtambua. Lakini alipokuja na risala ya utumi wakampiga vita, na sio kwa hawajui kama ni utumi aliopewa mtume sallallahu alaihi wasallam, la, lakini kwa nini apewe yeye. Ndipo pale wakasema lau ingekuwa nuzila alquranu hadha alquranu ala rajulin min alqaryatayn adhim, lau ingeteremshwa hii Qurani kwa mmoja katika maadhimu ama watu adhimu ambao kwamba wapo katika vijiji hivi viwili, yani Makka na kule Taif. Kwa hivyo walikuwa wanajua kwa ni mtumi, na walikuwa wanajua kwa ile risala na haki, lakini kwa nini utumi akapata Muhammad? Ile hasad ambayo kwamba hasadan min indi anfusihim, kama alivyoashiria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya nyingine. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawajulisha makureshi kuwa ikiwa nyinyi mnamkufuru Muhammad pamoja na miujiza aliyokuja nayo, basi mujue Thamud, kaumu ya Saleh, walimkadhibisha mtumi wao ambaye kwamba ni Saleh, idhim ba'atha ashqaha, na wakavuka mipaka katika kibri pindi alipojitoa mhango, ama pindi alipojiingiza katika kukubali kutumikia maovu yule ashqaha ambaye kwamba ni muovu zaidi wao. Ashqa Thamud, muovu zaidi, ambaye kwamba maulama wa tafsiri wamemtaja katika vitabu vyao vya tafsiri, wakasema ni bwana anaitwa Qudar ibn Salif. Huyu ni moja katika kaumu ya Thamud. Huyu ndio alichochewa na akapewa matumaini makubwa ya malipo mbalimbali, ili aende akamuue yule naka ama yule ngamia ambaye kwamba ni muujiza wa Sayyiduna Saleh. Akaenda Qudar ibn Salif
akamchinja ngamia kama yule. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wamekadhibisha Thamud na wakavuka mpaka katika kibri pindi walipomtuma, na huyu bwana akakubali kutumika katika jambo hilo baya, na Mwenyezi Mungu amemuita shikaha, ndo muovu zaidi, na uovu huu ameupata kwa sababu yeye ndo alojitolea kwenda kumchinja yule ngamia. Fakala lahum Rasulullah, akawaambia wao mtumi wa Mwenyezi Mungu ambaye kwamba ni Sayyiduna Salih mtumi wao, akawaambia nini? Naqatallah, chungeni, huyu ni ngamia wa Mwenyezi Mungu, na kumtegemeza ngamia kwa Mwenyezi Mungu ni tashrif, ni kumsharifisha yule ngamia. Sio kwa Mwenyezi Mungu anahitaji ngamia, Mwenyezi Mungu hahitaji ngamia, lakini ni kama kusema misikiti ni nyumba za Mwenyezi Mungu, ni kuzitukuza hizo nyumba za Mwenyezi Mungu ambazo kwamba ni misikiti. Sio kwa Mwenyezi Mungu anahitaji kitu, Mwenyezi Mungu hakihitaji chochote, bali vitu ndio vinavyomhitajia yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Faqala lahum Rasulullah, akawaambia wao mtume wa Mwenyezi Mungu ambaye kwamba ni Sayyidina Saleh, naqatallahi, chungeni ngamia wa Mwenyezi Mungu, yani msije mkamdhuru tena, wasuqiyaha, na kunywa kwake, kwa sababu walikuwa wanaambiwa maji siku moja wanyusheni ngamia wenu, siku moja mwacheni huyu anywe ngamia wa Mwenyezi Mungu. Lakini wao hawakulikubali hilo, wakalipinga na wakakadhibisha na wakakhalifu amri ya mtumi wao. Fakadhabuhu, wakamkadhibisha Sayyiduna Salih. Faakaruha, wakamchinja yule ngamia. Nini natija iliyopatikana? Fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawaha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaletea swaiha, kaja sauti kali. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaangamiza kutokamana na kufru ambayo kwamba walikuwa nayo watu kama hawa, na kibri walichokifanya cha kumkadhibisha Mwenyezi Mungu na kumkadhibisha mtume wake Sayyidina Saleh, na kutosikiza maamrisho ambayo kwamba wamepewa, wakamchinja yule ngamia, lakini vile vile wakawa wanamsumbua katika kunywa kwake maji. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaletea swaiha ambayo kwamba iliwaangamiza kabisa. Fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim, kwa madhambi yao hayo walioyafanya, ambayo kwamba ni kumchinja yule ngamia, kwa sababu ikiwa alochinja ni Qudar ibn Salif, lakini walikuweko wengine wakitazama na wakalifurahikia, bali wao ndio walimsukuma Qudar kwenda kumchinja. Mwenyezi Mungu akasema fasawaha, yani ile adhabu ikawa sawa kwa wote wale ambao kwamba wameshiriki katika jarima kama lile la kuchinjwa yule ngamia. Wala yakhafu ukbaha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamalizia sura kama hii kwa kusema wala Mwenyezi Mungu haogopi ukbaha, kitakachofuatia. Ukba ni jambo ambalo kwamba huja baada ya jambo, na hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakusudia thar, kwa sababu mara nyingi mtu unapofanywa jambo baya wataka kulipa kisasi ya lile jambo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la yakhafu, Mwenyezi Mungu haogopi. Mwanadamu ataogopa, anajua mimi nikimfanyia mtu jambo baya yule mtu atakuja kulipiza kisasi. Mwanadamu atakuwa na hofu, lini atalipiza kisasi, atakilipa kile kisasi namna gani? Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala hakuna chochote anachokiogopa, wala hajali kuwa kuna kisasi ambacho kwamba kitalipwa kwa chochote kile ambacho kwamba anawafanyia waja wake. Hakuna yoyote ambaye kwamba anaweza kulipa kisasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala yakhafu ukbaha. Ndugu zangu wapenzi watazamaji, hii ndio suratu Shams ambayo kwamba kwa hakika ina mafunzo mengi. Wakati ndio turuhusu, lakini tumepata yale muhimu biidhnillah katika sura kama hii. Tumeona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameapa viapo 11 katika sura kama hii, akataja zama mbili, mchana na usiku, lakini vile vile akataja aya mbili, aya ya mchana na usiku ambapo kwamba ni jua na mwezi, na akakadimisha jua kabla ya mwezi kuonesha fadhila ya jua, na akakadimisha mchana kabla ya usiku kuonesha fadhila ya mchana. Lakini vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akataja mbingu na ardhi, na akaitanguliza mbingu kabla ya ardhi kuonesha fadhila ya mbingu. Na zote hizi ama viapo vyote hivi vilikuwa ni kwa ajili ya nafsi ya mwanadamu, kuonesha uzito wa kitu kama hichi na namna gani mwanadamu atakikana atakase nafsi yake, na pindi atakapoitakasa atakuwa ni mwenye kufaulu katika ulimwengu na akhera. Lakini ikiwa ataishiriki nafsi yake, basi
atakuwa ni mwenye kuichafua hiyo nafsi, atakuwa ni mwenye kuhasirika katika ulimwengu na akhera. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaonesha mfano wa wale ambao kwamba wamemkadhibisha mtume wao, ambao kwamba ni Thamud alimkadhibisha mtume wao Saleh. Na sisi vile vile tumetumiwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, pindi tutakapokuwa ni wenye kumkadhibisha tutapatwa pia na yale ambayo kwamba yamewapata kaumu wale waliotangulia. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamalizia sura kama hii kwa kuonesha kuwa yeye ndio mwenye nguvu na yeye anafanya takalo, na hakuna yeyote ambaye kwamba anaweza kumlipa kisasi. Tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, aturuzuku elimu yenye manufaa, na huwa waliyudhalika walqadiru alayhi. Inshallah katika darasa itakayofuatia tutakuwa na suratul balad. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema la uqsimu bihadha albalad. Paka hapo Mwenyezi Mungu akitupa umri na afya, katika darasa itakayofuatia tutakuwa pamoja tukifasiri sura kama hii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, innahu waliyyu dhalika walqadiru alayhi. Sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, walhamdulillahi rabbil alamin.